Ujumbe wa asubuhi kutoka kwa John Heche umetikisa Samia Suluhu na vilevile kuwasha moto mpya katika ikulu ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imeamshwa na tahadhari nzito iliyotolewa asubuhi hii na mwanasiasa na mwanaharakati John Heche, ikionyesha hatari ya taifa kuelekea hatua ya kupoteza misingi ya uongozi wa kidemokrasia, huku mamlaka yakisemekana kujengwa juu ya nguvu za dola, fedha na propaganda badala ya ridhaa ya wananchi. Katika ujumbe wake ambao umeibua mjadala mzito, Heche ameonya kwamba taifa linaelekea kujenga kizazi kinachokuuzwa kukubali uongo kama hali ya kawaida ya uongozi, na kwamba msingi wa madaraka umeanza kupotoka kutoka kwa wananchi kwenda kwa makundi yenye ushawishi wa kifedha na nguvu. Ujumbe huu ambao Heche ametoa leo asubuhi bila chembe ya mshikeli unachora taswira ya taifa lililopo njia panda kati ya kuendelea kwenye mkondo wa mfumo unaolazimisha uhalali kwa nguvu au kurejea misingi ya ukweli kama msingi wa mamlaka ya kisiasa. Kwenye ujumbe wake, John Heche alisema kuwa kuna watu wanataka tujenge taifa la uongo, tujenge kizazi cha watoto wanaoamini uongo, kwamba tuwe taifa la watu ambao mtu anaweza kujiita diwani, mbunge au rais bila kuchaguliwa, alafu akatumia fedha kuhonga watu kumtetea, na akatumia bunduki na vyombo vya dola kunyamazisha anaosema ama wanaosema ukweli. Sisi wengine tumekataa kuabudu au kusujudu uongo, na kama haujachaguliwa wewe na familia yako na hao unaowahonga, mnajua kutoka moyoni kwamba haujachaguliwa. Kutumia nguvu haikusaidii kufuta ukweli huo ambao hata wewe unaujua. Kweli wengine tutasema huo ukweli hata kama tutalipa gharama kubwa. Namna pekee ya kutoka hapa ni kusema ukweli wa kuchukua hatua. Ukweli utatuweka huru, kwani serikali yenu haina tofauti na serikali ya makaburu waliokalia weusi wengi katika mwisho lakini mwisho walianguka. CCM imefika mwisho, hakuna namna. Ndio ujumbe wake John Heche aliouandika kwenye mtandao wa X. Kiini cha tahadhari hii ya John Heche ni hoja kwamba nafasi za uongozi katika taifa hazipatikani tena kupitia ridhaa ya wananchi, bali kupitia mbinu zinazoepuka uchaguzi na uhuru na usawa. Na katika ramani ya hoja yake, taifa linaelekea kwenye hali ambapo mtu anaweza kujitwika hadhi ya udiwani, mbunge au hata rais bila kupigiwa kura, huku nguvu za dola zinatumika kulinda uongozi wake. Na kwa mtazamo mpana, hili si swala la siasa za ushindani, bali swala la uhalali wa kikatiba na nafasi ya wananchi katika kuamua hatima ya nchi yao. Ujumbe wa John Heche unaibua swali la msingi: ikiwa mamlaka hayapatikani tena kupitia uchaguzi, basi taifa linaongozwa na nani na kwa maslahi ya nani? Na katika mazingira hayo, fedha inachukua nafasi ya demokrasia, uhalali unajengwa kwa manunuzi ya uaminifu wa jamii, mitandao ya watu wanaotetea mfumo uliopo si kwa sababu ni sahihi, bali kwa sababu wamenufaika nao moja kwa moja. Hii inaibua hofu ya taifa kupoteza misingi ya uongozi na wananchi, na badala yake kuwa uwanja wa makundi yenye maslahi binafsi. Mbali na fedha, ujumbe wa Heche unatoa tahadhari kubwa kuhusu matumizi ya mabavu kupitia vyombo vya dola kama mbinu ya kunyamazisha sauti za upinzani. Hii inaibua picha ya taifa ambalo silaha, vitisho na mamlaka ya usalama yanabadilishwa kutoka ulinzi wa umma kwenda kuwa kinga ya madaraka yasiyo na uhalali. Na kwa mujibu wa hoja hii, vyombo vilivyoundwa kulinda amani vinapoteza wajibu wao wa kisheria na kugeuka walinzi wa mfumo unaojilinda dhidi ya maswali. Wale wanaolalamika kuuliza na kutaka majibu wanabeba mzigo wa shinikizo la dola, wanapotezewa nafasi ya kushiriki, badala yake wanatazamwa kama tishio kwa mfumo utawala. Na katika mtazamo mpana, hatari inayoonwa na Heche ni kwamba taifa linaingia katika hatua ambayo hofu inachukua nafasi ya uhuru na ukimya unakuwa mbinu ya kuendelea kuishi kisiasa. Heche anasisitiza kuwa tatizo halipo tu kwenye uchaguzi mmoja au utawala mmoja, bali kwenye matokeo ya kizazi kinachokuzwa kuamini uongo kama mfumo halali wa uongozi. Na katika mazingira ambapo nafasi za uongo ama za uongozi zinapatikana bila ridhaa ya wananchi,
vijana wanaanza kupoteza imani katika mchakato wa kisiasa na badala yake kuona uongo kama njia ya kufikia mafanikio. Athari hii inatajwa kuwa na muda mrefu kwa sababu inaunda vizazi ambavyo havioni haja ya kupigana ama kupigania ukweli, demokrasia au uwajibikaji. Na katika mazingira haya taifa linaweza kuingia katika mzunguko usiovunjika wa uongozi unaorithiwa kwa nguvu na hongo badala ya uwezo, maadili na utumishi kwa wananchi. Katika ujumbe wake wa asubuhi, Heche anaweka bayana kuwa gharama ya kusema ukweli imekuwa kubwa, lakini anaweka mtazamo kwamba kulinyamaza taifa si usuluhisho. Wale wanaochagua kutamka ukweli wanaingia kwenye hatari ya kisiasa, kijamii na mara nyingine kimwili. Na hata hivyo anaweka msingi kwamba ukimya hauondoi ukweli, unaupa nguvu. Kwa mantiki hii, hoja yake inaweka mizani kati ya wito wa ujasiri wa kiraia na hatari zinazoambatana na kukataa kufuata mkondo wa mfumo uliopo. Ukweli unaonekana kama chombo cha ukombozi badala ya silaha ya kisiasa na kama msingi pekee wa kutengeneza taifa lenye heshima ya ukweli. Sehemu muhimu zaidi ya ujumbe wa Heche ni kulinganisha hali ya sasa ya taifa na mifumo ya kimataifa iliyoanguka kwa sababu ya kutawala walio wengi kwa nguvu. Na katika kulinganisha utawala wa sasa na enzi za makaburu, hoja yake si kulinganisha historia kwa ukamilifu, bali kuonesha kwamba utawala ambao chanzo chake si ridhaa ya wengi huanguka chini ya uzito wake wenyewe. Katika simulizi hili, mwisho wa mfumo wa uongozi unaotegemea mabavu au kwepeki ni msingi wa kuporomoka, ni kwa sababu ya nguvu za upinzani, bali kwa sababu hauwezi kuhimili historia. Kwa mantiki hiyo, Heche anaona chama tawala kikiwa kimefika mwisho wa mantiki yake ya uhalali, na si mwisho wa kisheria pekee, bali mwisho wa falsafa, maadili na uhalali wa utumishi kwa wananchi. Ujumbe huu wa John Heche uliotolewa asubuhi hii haukuwasilishwa kama maoni ya kawaida ya kisiasa, bali kama tamko la dharura kuhusu hatima ya taifa. Lengo lake linatambuliwa si kubishana na mfumo uliopo, bali kuonya kwamba taifa linaweza kupoteza kabisa misingi ya uongozi wa watu iwapo hatua hazitachukuliwa sasa. Tanzania imeshafikia mahali ambapo maamuzi yake hayaathiri kizazi cha sasa pekee, bali vizazi vitakavyotegemea misingi ya utawala unaoanzishwa leo. Ikiwa uongo utaruhusiwa kuwa msingi wa madaraka, hatima ya taifa itakuwa mikononi mwa wachache. Ikiwa ukweli utakubaliwa, mustakabali utakuwa wa wengi. Ujumbe wa Heche unatoa wito wa hatua, ushiriki na uthubutu wa kukataa uongo kama msingi wa uhalali wa uongozi. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu zinapochipuka.